إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehema bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu watazamaji wetu wa chaneli yetu hii ya Msimu Online TV, siku leo tumekuja na mada moja adhimu, mada moja nzuri sana. Kichwa cha habari kinasema ukidhulumiwa soma dua hii. Ukidhulumiwa soma dua hii, au msomee dua hii aliyekudhulumu. Somee dua hii aliyekudhulumu. Ndugu zangu, dua hii inampata aliyekudhulumu, inampata aliyekuonea, inampata anayekufanyia uadui. Ukipiga hii ni zaidi ya B52, ni hatari sana. Kabla sija kuletea kisa chake na dua yenyewe, kuna utangulizi nikwambie mara moja, kisha baada hapo tuingie katika maudhui hayo moja kwa moja. Tumefahamishana kwamba watu wengi walikuwa wanapiga simu kuhitaji kama kuna vitabu hivi vya dua na adhkar, na bahati nzuri ombi lao nimelipokea na nimeanza maandalizi. Bado hatua za mwisho sana kumalizia kwa ajili ya kutoa hicho kitabu ambacho nimekusanya adhkari mbalimbali na dua mbalimbali. Ndio maana nikakiita silaha 60 kwa Muislamu. Kitabu hiki kitapatikana tarehe 1 ya mwezi wa 5, na watapata wale ambao wanatumia WhatsApp, kwa sababu kitatumwa kwa mtindo wa PDF. Kwa hiyo utakayehitaji basi weka oda yako mapema katika namba hii ya 0793 052 052 0793 052 052. Ukikipata kitakusaidia sana hiki, kwa sababu kina hatua zote tumeziandaa kwa mpangilio mzuri sana ambao utakwenda kupata. Baada ya utangulizi huo, sasa tuingie moja kwa moja katika mada ya leo, ambayo leo nitakwenda kukuelekeza dua maalum ambayo utamsomea mtu aliyekudhulumu ama aliyekuonea au aliyekufanyia uadui. Kwa hiyo sikilize kwa makini, na bahati nzuri hapo chini nitaiandika hapo chini kwa Kiswahili. Atakayeweza kuichukua hapo chini basi na aichukue, na naiweka kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu wengi Kiarabu wanakuwa hawajui. Kwa hiyo nitaiweka hapo chini kwa lugha ya Kiswahili. Hii dua inatokana na kisa cha yule sahaba anaitwa Abu Muallaq, ambaye huyu bwana alikamatwa na majambazi. Alikamatwa na jambazi huyu bwana, akaporwa vitu vyake. Lakini sio vitu tu, yule jambazi akamwambia Abu Muallaq kwamba sio mali tu, na kuhitaji na wewe mwenyewe. Akashangaa sana Abu Muallaq kwamba mimi mali yangu umechukua, alafu tena unataka kunidhuru na mimi mwenyewe kweli? Akaomba ruksa aende kidogo akasali, kisha baada hapo basi atakaendelea aendelee. Abu Muallaq mkasa huu umemkuta kwa kutaka kudhulumiwa na kuchukuliwa mali yake. Basi alipoenda kuswali ndio akaomba dua hii ambayo leo nakwenda kukuelekeza ndugu yangu, na wewe ichukue hii. Kuna baadhi ya watu wanaonewa sana. Anaweza mtu akakuonea kwa sababu ana pesa sana. Anaweza mtu akawa anakuonea kwa sababu ana cheo. Anaweza mtu akalakuonea basi tu wewe unakuona wewe ni dhaifu mnyonge, akakuonea kwa nguvu zake. Basi nenda kachukue dua hii. Hii ukisoma Mwenyezi Mungu anakupa msaada wa malaika hapo hapo shehe. Haina maskhara shehe. Wako baadhi ya watu wamechukuliwa mpaka wake zao. Yaani mtu kamchukua mke wa mtu, na mpaka mwenyewe yule mwanamume anajua kwamba fulani kamchukulia mke wangu. Na yule mwanamume anamwambia mwenzie kwa sababu nimemchukua na wanifanyia lolote. Inauma sana na inaumiza sana mtu akishafikia hatua kama hiyo. Niliwahi kutoa mfano, kuna baadhi ya watu wamachukua ndugu zao, yani watoto wa ndugu zao, labda dada yake, labda mtoto dada yake, mtoto ndugu yake, kamchukua labda alikuwa hana kazi. Na hii imetokea kisa hiki na kisimulia muda mrefu.
Imetokea South Africa, kuna mtu kalichukua mtoto wa kaka yake, mtoto wa dada yake hapa Tanzania, akampeleka South Africa kwa ajili ya kufanya kazi. Ile sehemu ambayo anafanya kazi yeye, basi akamtafutia na kijana akawa anafanya kazi pale. Lakini wallahi kilichomtokea, yule kijana alimfanyia yule bwana kitu kibaya sana kazini. Akamfanyia fitna mbaya sana mpaka jamaa akafikia hatua wale wakubwa wake wa kazi wakawa wanamuona ni mtu mmoja mbaya sana. Ikafikia hatua nusura tu afukuzwe kazi. Yaani akawa anafanya kazi kwa huruma ya wachache ambao walikuwa pale. Baada ya kuona tumekaa naye bwana muda mrefu, hatukuona baya lolote, hebu tumwache tumwangalie kwanza. Ndio kilichomsaidia. Lakini fitna hii alimfanyia mtu ambaye mwenyewe aliamua kumsaidia, ndio akaenda akamgeuka. Basi baada ya mazungumzo ile bwana siku amenipigia simu baada ya kuona zile clip zangu, kanifahamisha. Kasema mtu kama wewe sio kumwacha hivi hivi, lazima kumtia adabu Sheikh. Kilichotokea inshallah siri yangu mimi na siri ya yule bwana. Lakini leo lengo langu hapa ni kufahamisha na wewe sasa hii yakikutokea mambo kama haya basi ifanye. Alafu nitakuelekeza muda gani mzuri ambao unaweza ukafanya shughuli hii. Twende sasa nikusomee dua, nikuelekeze na wewe ikamate. Na nitakusomea neno moja moja ili uweze kukamata na kushika kirahisi. Sikilize kwa makini sana Sheikh. Isikilize kwa makini sana. Utaanza hivi. Ya wadud, ya wadud. Hapa kuna ya wadud utasoma mara 3. Ya wadud, ya wadud, ya wadud mara 3. Ya mubri'u ya mu'id, ya dhal arshil majid, ya fa'alun lima yurid. As'aluka binuri wajhika. As'aluka binuri wajhika mala'a arkan al-arsh wa biqudratika allati qadarta biha ala khalqika wa birahmatika allati wasita kulla shay'in rahma la ilaha illa anta birahmatika astaghith birahmatika astaghith birahmatika astaghith. Hapa kwenye birahmatika astaghith, birahmatika utarudia mara 3. Lakini dua hii msomee kweli mtu akiwa amekulea, akiwa amekudhulumu, akiwa amekufanyia uadui. Usisome tu bila sababu Sheikh, inaweza kudhulumu mwenyewe. Isome kama kweli mtu amekuonea, na kweli wewe umedhulumiwa, na kweli umeonewa, na kweli umefanywa uadui, ndio utakwenda utasoma dua hiyo. Nairudia kwa mara pili, na kwa faida nitaiandika hapo chini uweze kuikamata, uweze kuishika. Unasoma hivi: ya wadud, ya wadud, ya wadud mara 3. Ya mubdi'u ya mu'id, ya dhal arshil majid, ya fa'alun lima yurid. As'aluka binuri wajhika Allahumma mal'a arkana al-arsh wa biqudratika allati qaddarta biha ala khalqika wa birahmatika allati wasita kulla shay'in rahma la ilaha illa anta birahmatika astaghith birahmatika astaghith. Hapa kwenye birahmatika astaghith, birahmatika astaghith utarudia mara 3 hapo. Wallahi alazim, mfano mimi labda ninasoma na mkusudia mtu fulani, na mfahamu kasa fulani ndo ananifanyia masuala kama haya, fulani ndo ananifanyia wadoi, basi namtiliania kabisa kwamba bwana hii namkusudia fulani, alafu ukafanya hivi Sheikh, bala lake ni zito sana ukifanya. Abu Mualla walipoisoma dua hii, yani baada ya kuisoma dua hii, basi kwa mbali kabisa, kwa mbali alikuja mtu mwenye farasi kavaa vazi leupe. Alichokwenda kukifanya Sheikh wangu sitaki nikusimulie, kumbe alikuwa ni malaika yule. Baada ya kusikia Abu Mualla kwa anasoma dua hii, wallahi kilichotokea Mwenyezi Mungu ndiye anajua. Sipendi nikwambie mengi, nenda kafanye mwenyewe. Kama umeonewa, kama umedhulumiwa, nenda chukua hii kaifanye wewe mwenyewe, utakwenda kuona muujiza na maajabu ya dua hii. Kwa leo tuishie hapa. Kwa leo tuishie hapa inshallah. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie kheri. Tukutane katika darasa lingine kipindi kijacho, na tuendelee kusubscribe kwa wale ambao wanapita bila kusubscribe, na wale ambao wanapita bila kulike, basi inshallah walike darasa zetu ili waweze kupata faida katika yale ambayo kwamba tunaleta. Tuishie hapa kwa leo. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.